Shalom mtu wa Mungu, tunafurahi mara tena kuwa pamoja na wewe saa huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Asante na hongera kwa kila mara unapoendelea kujitoa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Nadhani ya kwamba kujifunza neno la Mungu ni kitu, lakini la muhimu zaidi ni kuishi hilo neno. Mungu atusaidie na atunemeshe mimi pamoja na wewe. Sio tu tuhubiri na tusikilize pasipo kuishi neno, tuliishi. Mungu atusaidie kabisa. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inazungumzia jinsi ya kujifunza unabii. Na leo tuko kwenye somo la 4 linazungumzia mataifa sehemu ya kwanza. Leo Jumapili tunakuja na somo linazungumzia Nimrodi na Ninawi. Nimrodi na Ninawi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Edeni ilifanywa kuwa makao bora kwa jamii ya wanadamu baada ya uumbaji wa Adamu na Hawa. Na mara bustani ilipoendelea kuwepo vizuri, kulifikia muda fulani Adamu na Hawa wakafanya dhambi. Kwa hiyo baada ya dhambi kuingia, ilibidi Mungu awatenganishe Adamu na Hawa ama wanadamu na bustani na mti ya uzima, angalau kwa sasa. Wakaenda mbali na nje ya bustani. Wanadamu walitakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kujipatia mahitaji ya maisha yao, ili kwamba yaweze kuendelea, kwa sababu dhambi inatuletea madhara, mateso, njaa, kuzaa kwa uchungu. Maisha yakawa magumu kabisa na ikabidi tuishi kwa uchungu na kwa jasho la uso wetu, kulingana na Mwanzo 3:6-19. Wazazi wetu wa kwanza waliamini kwamba mfalme halali angeandaa njia ya kurudi bustanini. Walileta dhabihu kwenye mlango ya Edeni kwa kutazamia kwa uaminifu ukombozi ambao Mungu tangu mwanzo aliupatia ulimwengu uliokuwa umeanguka. Leo nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye kile kitabu kia Mwanzo 10:1-12, na hapa ndipo Biblia inapotambulisha watu kadhaa wakuu wa kisiasa wanaopatikana katika sehemu zingine zote za Biblia, ikijumuisha Ninawi na Babeli. Kwa kuzingatia kile tunachojua kuhusu dhima za miji hiyo, baadaye tunaweza kufikia hitimisho gani kutokana na maandiko haya? Basi tuongozwe na Roho Mtakatifu. Karibuni. Asante mpendwa. Baada ya kusoma hiki kitabu kia Mwanzo sura ya 10, tunaona hapo mataifa. Elewa kwamba juma hii tunazungumzia kuhusu mataifa. Na hapo tunaona mataifa yaliendeleaje. Hapo tumeona kwamba kwa sababu ya dhambi yao, Adamu na Hawa walifukuzwa kutoka Edeni na wakakatazwa kuingia katika Edeni. Hapo wakawekwa makerubi ambao walikuwa wakilinda hapo ili mtu asije tena akaingia. Wao na wazao wao walikuwa wakiendelea kuja kwenye mlango wa Edeni, sio kutafuta kuingia, lakini walikuwa wakimtolea Mungu dhabihu, akina Adamu na Hawa, na walikuwa wamewafunza watoto wao kuendelea kumtolea dhabihu. Kwa hivyo tunaweza sema kwa njia hii wanadamu kwa muda waliendelea kumtambua Mungu kama mtawala wake. Licha ya dhambi, waliendelea kujua kwamba wamefanya kibaya na Mungu ndiye mtawala wao. Lakini kadri dhambi ilivyokuwa ikiendelea na watu walivyoendelea kuwa wengi na dhambi ikaendelea kuwa nyingi, kiasi ya kwamba Mungu akaona dhambi imekuwa nyingi sana na akamtuma Nuhu kujenga safina. Mnajua kisa kia gharika, na gharika ikawateketeza wote ambao walikuwa si waaminifu, ambao hawakutaka kumfuata Mungu. Wakati kwa sababu ya uovu uliokuwepo, Mungu aliamua kuharibu dunia kwa gharika. Pia akaondoa bustani ya Edeni. Kuna watu ambao mpaka sasa wanajichosha kujiuliza, bustani tuikute wapi? Ilikuwa katika mji gani? Tunaweza kuionaje? Ndiyo, unaweza kujua pengine sehemu ya mahali ambapo ilipokuwa, lakini huwezi kuiona hiyo bustani. Wakati wa gharika Mungu aliichukua, Mungu aliitoa akaichukua na akaiweka mahali ambapo yeye anataka. Naamini si katika dunia hii, pengine ni mbinguni. Ambaye ana uwezo aliyounda bustani na akaichukua ndiye atakayerudisha katika Yerusalemu mpya. Kwa hivyo ndugu mpendwa, baada ya gharika watu kama Nimrod waliamua kuunda hali zao wenyewe nje ya Mungu, wakitawaliwa na wao wenyewe, wakifanya kile ambacho mapenzi yao inataka. Wakifanya kile ambacho roho yao inawasukuma kutenda. Hawakumfuata tena Mungu, kulingana na Mwanzo 10:6-12. Nimrodi anasemekana kuwa alikuwa mwindaji mkubwa mbele za Bwana Mungu. Ukisoma kwenye Mwanzo 10:9, na miongoni mwa miji aliyojenga ilikuwa Babeli na Ninawi. Zingatia, Babeli na Ninawi ni katika miji hii ndio utakuja ukiona katika somo ukitokea mataifa ya wale ambao walikuwa ni waovu, ambayo mataifa yalitokea ambayo yalitangazwa kuwa maadui wa watu wa Mungu. Mpendo mtazamaji na msikilizaji, utaelewa kitu kimoja katika maisha. Ikiwa mataifa tunayoyaona leo yanaendelea
kuteseka. Kwa asilimia nyingi sana ni kwa sababu ya uchaguzi wao mbaya. Mara taifa inapoamua kutofuata kanuni za Mungu, ama inaamua kupambana na Mungu na kuabudu miungu mingine, inashindwa. Hakujawahi kuwepo hata vita moja ambayo taifa ilimshinda Mungu. Kila mara taifa ikiingia kwenye kupambana pamoja na Mungu, Mungu ndiye anaendelea kuwa mshindi. Kwa hivyo nakushauria mtu wa Mungu kutojiunga na taifa baya, kutojiunga na taifa ambayo inampinga Mungu. Jiunge na taifa ya wana wa Mungu. Mungu akusaidie. Je, ni kusudi lako kujiunga nalo? Tuombe. Asante Yesu, kwani umetupatia neema ya kuwa miongoni mwa taifa lako. Tusamehe kwa muda ambao tulienda kinyume na mapenzi yako. Tunatamani kukufuata mahali pote pamoja na mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu